Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo ya maombi tunamshukuru Mungu kwa kipindi ambacho tumekwisha kutangulia, tukiamini ya kwamba Bwana amesikia yale ambayo tuliyomuomba. Basanyuki, naomba uje ukae hapa, utanisomea leo hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema, je, una kadi? Narudia tena. Somo la jioni ya leo lina kichwa kama swali linalouliza kwamba je, una kadi? Leo hii ili uweze kuingia ukumbini lazima uwe na nini? Sikia. Leo hii ili uweze kuingia ukumbini lazima uwe na nini? Na kadi. Achilia hapo. Leo hii tumeenda mbali zaidi. Hata wakati mwingine tukielekea sherehe kuweka mafuta, lazima wakati mwingine kuna shughuli nyingine uwe na kadi. Achia hapo. Kuna mambo mengine ili milango ipate kufunguka lazima uwe na kadi. Siku moja nikabahatika kuelekea katika lodge moja, nilikuwa nimeenda kwa mkutano, nikapangishiwa mahali na kanisa. Sasa nikashangaa, ninawasha taa haziwaki. Sasa nikamuuliza mhudumu ya kwamba bora taa haziwaki na umeme upo? Akaniambia, angalia hapo mezani utakuta kuna kadi, chomeka mahali fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata umeme nao siku hizi unawashwa na kadi. Achilia hapo. Leo hii kingamuzi chako pale nyumbani Azam au DSTV ili kiweze kufanya kazi lazima tuwe na nini? Na kadi. Hata leo hii ukitaka kwenda ATM kwenda kuchomoa fedha, jamani, lazima uwe na nini? Na kadi. Somo la leo linasema, je, una kadi? Ndio kile ndani yako. Mwambie, je, una kadi? Anaweza kuuliza ni kadi ya kwenda wapi? Kitabu kile cha Ufunuo 21 tutasoma aya ya kwanza, tutasoma aya ya pili, tutasoma aya ya tatu. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu anayejulikana kwa jina maarufu Yohana wa Patmo. Na kwamba yuko Yohana aliandika kitabu cha Yohana, lakini huyo Yohana sasa anafahamika kama Yohana wa wapi jamani? Wa Patmo. Wakati huo Yohana alipokuwa akihubiri habari njema kule Rumi, wakati anahubiri habari njema, ndipo serikali ya Rumi ikakasirika mno. Hatimaye ikasema, tumtende nini huyu mtu, maana anaingia kwenye anga zetu. Wewe utakapogusa mahali fulani kwa watu fulani kwa ajili ya maslahi yao, hawatakuacha salama. Ndipo wanasema wakamchukua Yohana. Walipomchukua Yohana, uliza swali, wakati kina mama hapa au kina baba ambao walishawahi kupika mandazi kwenye flampeni wapunge mkono kidogo? Wapo? Ndio kikarai Sasa Yohana alipochukuliwa, wakifikiri kumchinja mbele za watu, wakasema kwamba huenda hataumia. Anasema ndipo pakatafutwa pipa. Najaribu kutamani kutengeneza mfumo fulani hivi, yaani pipa linaweza kutoka ndani hapo likapanda ambalo lina urefu wa kupita Yohana. Alafu wakaweka mafuta, alafu wakajaza mafuta, mwishoni wakaweka na moto. Anasema Yohana akaenda kukamatwa. Yohana alipokamatwa, huenda kuna maswali kadhaa alianza kuulizwa kwamba, je, utaacha kuhubiri ukweli huu? Yohana anasema, itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda. Mwambani pekee pana raha yaisha tofauti. Hata kama mnataka kuniua, lakini bado ukweli sitaacha kusema. Nataka nimwambie rafiki ya kwamba kuna watu wamepoteza uhalisia wao kupitia mazingira wanayokutana nao. Yohana anaitwa nabii wa sasa, pipa la mafuta limekwisha kuchemshwa na muda si mrefu umetakiwa kuingizwa ndani. Yohana anaangalia mafuta yanavyochemka. Hebu mvuta picha, ingekuwa ni wewe. Mafuta yanachemka, alafu Yohana anataka kushushwa taratibu. Anaambiwa chagua, unakubali kukataa huu ukweli au utaendelea kusema ukweli? Yohana anasema, itetee kweli. Mtetee Mungu duniani.
Yohana akatengenezewa kitu kama winchi. Nilikuwa najaribu kujifunza kidogo. Nikisema winchi ni kama sehemu inayotoka sehemu A na kwenda sehemu B, alafu katikati pakawekwa kamba. Ile kamba ikawa kamba ya chuma ambayo haiwezi kuugua. Alafu hatimaye Yohana akasimamishwa kama kwenye kijitu fulani hivi, kama kimebeo. Hatimaye anasimamishwa hapo ili wakati sasa mafuta alipochemka, Yohana anaanza kushushwa taratibu. Najaribu kuvuta picha. Ingekuwa ni mtu wa mambo gani anashushwa kwenye mafuta, alafu maswali yanaulizwa, je, uko tayari kutetea ukweli au kukataa ukweli? Mwingine akisema inatosha. Yohana anaanza kushushwa. Yohana anaanza kushuka. Wakati Yohana anashuka, wengine wakiwa wanaona mafuta kana kwamba ni kitu cha kutisha, Yohana anaona kana kwamba ni maji ya kuogelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huja nielewa, nataka nisogee taratibu kidogo. Yaani Yohana wakati anashushwa, wengine wanaona sasa kifo cha Yohana kinakwenda kutokea, lakini Yohana anaona kana kwamba ni simpuli anaenda kuogelea. Huja nielewa. Unapomtegemea Bwana palipokuwa na magumu, utaona ni rahisi. Nataka nikwambie, unapomtegemea Bwana si kana kwamba utaumwa. Unapomtegemea Bwana si kana kwamba utaishiwa. Kuna wakati utaishiwa, lakini kuna na afadhali tunaishiwa ukiwa na Yesu kuliko mtu anaishiwa akiwa hana Yesu. Yohana akashushwa. Yohana akashushwa. Miguu ikaanza kuingia kwenye mafuta yanayotokota. Najaribu kuangalia serikali ya Rumi ikiwa inatazama na kusema, basi wewe utakufa kwa ukaidi wako. Wenda nyayo zilipoingia wakamuuliza, unakubali au unakataa? Yohana akasema, msimamo wangu haubadiliki. Yohana akaanza kushushwa. Najaribu kuvuta picha, wenda miguu sasa wakaona kana kwamba inaungua, alafu maana wanashangaa mafuta yanachemka, anafika magotini, wanamwambia Yohana, uko tayari kufa au kukataa ukweli? Nikwambie, Yohana anasema, mtetee Mungu duniani. Hata kama itanipasa kifo, lakini mimi na Kristo siwezi kumwacha. Chukua vyote niachie Yesu. Akashushwa Yohana. Yohana akashushwa. Hatimaye yale mafuta yote yakamweza Yohana. Sasa najaribu kuvuta picha, wakaanza kuhesabu dakika. Hivi ukiingia kwenye maji pasipokuwa na kitu cha kupumulia, utaweza kupumua? Tulia kidogo. Hivi unavuta picha ya kwamba Yohana ameingizwa sasa kwenye pipa la mafuta. Wakati huo mafuta yanatokota. Hivi unafikiria alikuwa anapumua kutumia nini? Makuu ya Mungu hayaelezeki. Yohana akaingia ndani. Wakaanza kuangalia dakika. Anasema dakika 15 zikapita. Dakika 30 zikapita. Ni saa wakasema, sasa huyu ameisha. Sasa tutoe tukaonyeshe wale waliokuwa pamoja naye ya kwamba yule mlikuwa mnamtegemea na kuhubiria habari njema za wokovu, ya kwamba yuko Kristo ambaye utakapomtegemea hutateketea, hutahangaika. Angalia, yeye aliyemtegemea amemwacha na amekufa. Je, yeye mko tayari kufuata? Anasema ule muda ulipofika, wakaanza kumpandisha Yohana. Wanashangaa Yohana anapanda akiwa na tabasamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenielewa, mtu mmoja hapa. Wanashangaa Yohana anapanda akiwa na tabasamu. Yohana anapanda, ndipo viongozi wa Rumi wakashangaa, wakasema hili jambo si la kawaida. Sasa tufanye nini? Na tulikwisha kuwatangazia watu ya kwamba Yohana tayari tunakwenda kumwangamiza. Anasema Yohana alipotoka juu, anasema bado aliendeleza ukweli. Sasa wakaona njia nyingine nini, wamchukue wampeleke Patmo. Nilikuwa najaribu kujifunza habari za Patmo. Patmo palikuwa si mahali pa kawaida. Patmo palikuwa si mahali pa kupuuzia rafiki. Patmo kulikuwa kunatisha mno. Anasema wakisema kwamba wampeleke Patmo kule, maana wanakuta kuna nyoka ambao ni wakali. Yaani akishushwa hata dakika 15 haziwezi kuisha, huenda atakuwa amekufa. Aliyeshirikana kwa moto wanampeleka kwa wanyama au kwa vitu vya hatari. Nataka nikwambie, kuna wakati utaumwa, kiri ya kwamba unaumwa kwa sababu Mungu amesababisha umwe, lakini kuna wanadamu wanakupitisha kwa magumu.
Lakini kwa sababu namtegemea Bwana, nataka nikutie moyo, ushindi hakika. Hujanielewa? Yohana anapitishwa na Mungu, sina Bwana. Yohana anapitishwa na Mungu na watu ambao waliomkataa Bwana na kutamani hatimaye kumwingiza Yohana kwenye shida, lakini kuendelea kumwingiza kwenye shida kwa kuwa Yohana alimtegemea Bwana. Anasema ulipokana kwamba anateketea, ndipo ulipomwona akiwa salama. Nataka nikutie moyo, kuna mtu amekuwa na wivu na biashara yako, hata sasa ametamani kukuloga, lakini kadiri anaweza kuloga ndivyo anaendelea kukuona ukiwa unachagua kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie, kuna watu leo hii wameitwa na wacheo kwa sababu huyo Mungu anayemtegemea hajawahi kumwacha katika jambo lolote. Yohana wakamtupa Patmo. Yohana katikati ya magumu, ndipo Yohana anaisikia sauti ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kusogea taratibu na wewe katika jioni njema leo ya maombi, kwamba katika magumu acha kupiga kelele, tulia, usikilize sauti ya Bwana. Hiyo utakaposikiliza itakupatia nguvu ya kutoa kwenye hali magumu unayopitia. Yohana hakupiga kelele, alisema popote na Yesu naweza kwenda. Alitumapo Yesu, wala mimi sina shida, maana yeye akiwepo mimi itakuwa salama. Yohana katika kisiwa cha Patmo akifikiri hatari zinaweza kumzuru. Wale tayari mzazi washafikiria kwamba serikali ya Rumi ishafikiria kwamba dakika chache tu Yohana tulipomtelekeza huko atafia huko. Ndipo Yohana anaandika jambo hili. Soma 21 aya ya kwanza, anasema Ufunuo 21 na ile fungu la kwanza. Ongeza sauti ile msomaji wako. Kitabu cha Ufunuo 21 fungu la kwanza. Biblia inasema ndio, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Katikati ya magumu Yohana anaona nchi mpya. Amen. Katikati ya changamoto Yohana anaona ushindi. Katikati ya kilio Yohana anaona kicheko. Natamani kusema taratibu, mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, katika jioni njema leo, ya kwamba unapomtegemea Bwana katikati ya magumu, wengine wakiona kukwama, wewe unaona kufanikiwa kwa jina la Yesu. Ngoja niwaambie wanafunzi, katikati ya mitihani kuwa migumu, katikati ya changamoto, wengine wakiona kusabu, wewe unaona kufaulu kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ndio ujasiri tulionao kwa Bwana. Hii ndio imani tulionayo kwa Bwana. Katikati ya kutupa Yohana katika kisiwa cha Patmo, Yohana hakuona kisiwa, Yohana aliona mapumziko. Nataka nikusogee taratibu kidogo. Katikati ya ugonjwa ambao unaokusumbua, ambao leo hii madaktari wamesema huwezi kupona, yamkini ni kansa ya sasa inakusumbua, kansa ya ziwa, yamkini ni kansa ya kizazi, yamkini ni kansa yoyote, wewe nikutie moyo rafiki, katikati ya kansa utakapotegemea Bwana utatoka ukiwa salama. Nitimie neno la kusema, je, kuna neno gani gumu kwa Mungu linalomshinda? Nikafika mahali, najua sikuomba risaa, lakini sinasema ni wapi. Wakati nilipohubiri nikiwa na Pastor Nyuki, akaja dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi ni mwasirika, lakini kwa somo la leo, katikati ya magumu, nina imani yuko Mungu anayeponya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma nilizoanza kufanya, sikuwahi kukutana na mtu namna hiyo. Sikuwahi. Huyo kama mtu wa kwanza. Nataka niwaambie jambo hili. Tukaomba na viongozi wa kanisa. Akaenda nikamwambia, kesho njoo. Akaniambia, wiki ijayo natakiwa nikachukue dawa, na bado tuko hapo kwa effort. Tukaenda tukaomba tena. Siku ile nilipoenda kuchukua dawa, nikamwambia, ukifika pima kwanza ya kwamba mgonjwa au si mgonjwa. Moyoni mwangu nilimwambia, Bwana kanitukuze mwenyewe. Dada yule alifika hospitali, kabla hajapewa dawa akapimwa. Alipopimwa akaambiwa na ugonjwa tena. Akaambiwa anachukua dawa za nini? Akasema, mimi nilikuwa natumia muda mrefu. Nilikwambia kuna mtu hata sasa anaona ni kitu cha kawaida, maana haamini nguvu ya Mungu, kwamba kuna Mungu anayetenda. Dada yule akanipigia simu, mchungaji, nimeambiwa kabisa ukimwi umeondoka. Namwambia anasema natamani niende tena mahali pengine nikapima wilayani. Akaenda wilayani, akapima tena, akaambiwa yuko salama. Akaondoka hapo, akaenda kwenye hospitali zetu za kanisa, akapimwa na daktari fulani. Alipopimwa
kuhubiri, nimetoka kuhubiri, nilikuwa nahubiri habari za wafu. Wakati niliposhuka tu Kibutani, akanishika mkono, akasema tunaye Mungu anayeweza kutenda. Amen. Nataka niwaambie jioni ya leo, katikati ya moto kuna mtu alikuwa anaamini kwamba Yohana anaweza kutoka tena. Katikati ya mafuta yanayochemka, tumekuwa na wasomaji wazuri mno wa maandiko matakatifu, lakini maisha yetu yameshindwa kuamini na kukiishi kile ambacho kilichoandikwa. Na ndio maana nilipotamka ya kwamba kuna Mungu anayeponya, wengine wamesema kweli, tuliona hata fulani alikufa kwa kisukari. Hivi kweli maandiko yanasema niite nami nitafanya nini? Nami nitakuonyesha mambo gani? Mwambie jirani yako, Mungu ni wa mambo makubwa makubwa. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa mambo makubwa makubwa. Tena anasema na magumu usiyofanya nini? Kuna wakati mambo mengine unayajua, lakini kuna mengine unayajui. Lakini yeye akiingilia kati, ushindi wa kweli unaonekana. Katikati ya kisiwa cha Patmo, najaribu kuvuta picha, huenda Yohana akaanza kutazama juu, akasema Bwana, karibu sana univute, karibu sana wewe nami, ninafurahi sana ukiwa karibu nami mfalme, na kusiingilia kati katika hili. Mbingu zikamtazama mtoto wake, zilipomtazama mtoto wake ndipo zikamtia maono. Nataka nikwambie jambo hili, unapopitia ngumu lolote na kutazama mbingu nazo zinakutazama. Amen. Tena habari njema hii hazina kuacha na changamoto ulionayo. Yohana anasema katikati ya Patmo, wakati wengine wanaona nateseka, kisha nikaona mbingu mpya na nini jamani? Na nchi mpya. Na nchi mpya. Maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza. Kwa maana zile mbingu za kunyanyasana, tulia kidogo msomaji. Kwa maana zile mbingu za kuzikana, kwa maana zile mbingu za kuoneana wivu, kwa maana zile mbingu za unafiki, kwa maana zile mbingu za watu wenye mijicho, zile mbingu zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Tulia kidogo msomaji wangu. Changamoto hazina maisha, zina mwisho na zitapita. Amen. Kuja kuambia msomaji, katika maisha ya Ukristo wako unapomtegemea Bwana, ahadi yake ni hii, zile mbingu za kwanza za kulia zitapita. Sikia, Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Wakitazamia nitaona shida, lakini anasema mimi ninaitazamia na kuona mbingu mpya na nchi mpya. Anasema ndio, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu, nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekushia upambe kwa mumewe. Yohana anauona mji. Jamani, wangapi wanatamani kuingia kwenye ule mji wa kushangilia wakisema amen? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Swali, unakadi? Yohana anauona mji, lakini wengi una vigezo vya watu ambao watakao kubali kufuata taratibu za Bwana ili waweze kuingia. Mchungaji, unatamani kusema nini? Mchungaji uliza kutana tena kwamba wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Kila mmoja amenyosha mkono, natamani kwenda mbinguni. Na ndio maana kuna wimbo unaimbwa, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni kwa wewe unayetamani kwenda mbinguni. Wakati Yohana anapitia magumu, lakini bado hakuikana imani. Wewe tu umenyoshewa kidole kwenye kwaya, unaacha kwaya. Yohana licha ya kwamba alitendewa mabaya, wewe tu umesemwa vibaya ndani ya kanisa, unaliacha kanisa. Yohana alichukuliwa kumbuka na kuingizwa kwenye mafuta, lakini alipoingizwa kwenye mafuta, anasema alipotoka akawatazama, akawaambia hata mimi ninawapenda. Wewe tu jirani yako
amekukosea kidogo, hutaki hata kuongea naye. Unatamani kwenda wapi? Unakaa? Yohana licha ya magumu na changamoto alizopitia, lakini imani yake bado ilithibitika kwa Bwana. Natamani kuambia jambo hili, changamoto maishani zisikuweke mbali na nguvu ya Mungu, lakini changamoto maishani zikusogeze karibu na msalaba. Amen. Anasema kisha nikaona Yerusalemu mpya ikishuka, ikiwa imepambwa tayari, tena kama bibi harusi alikwisha kupambwa tayari kwa mumewe. Leo msomaji wangu sasa anasema nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi. Nikasikia sauti kubwa kutoka kwenye kile kiti cha enzi ikisema, ndio nikisemaje? Maskani ya Mungu tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Jamani, mimi natamani kwenda mbinguni. Amen. Jamani, mimi natamani kwenda mbinguni. Amen. Tamani nao kwenda mbinguni. Nataka nikutie moyo rafiki, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Furahi hii kwamba Mungu anajaribu kutuonesha wazi ya kwamba kupitia mtumishi wake Yohana ya kwamba mimi Mungu ninatamani popote nilipo watoto wangu nao wawepo. Amen. Rafiki, unapokaa na Bwana palipokuwa na kilio kinaisha. Anasema ili mimi nilipo naye hapo. Hebu malizia msomaji wangu sasa. Anasema ndio, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake. Nao watakuwa watu wake. Je, kuwa wake Yesu je ni kusudi lako? Ungeenda naye njia ya Baba, unatamani aubebe mzigo wako au mwokozi wako, unataka raha katika ufalme wake, ungeshinda kama Yohana yote, na ambapo kwambie ungefanya kazi yake vizuri sana ili yeye awe mwokozi wako. Amen. Nataka nikufuate kile kupenda. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuondoka mbali na ibada. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuacha kwaya. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuacha kanisa. Wakati mwingine changamoto zinatufanya hata kuchukiana na majirani zetu. Na kuna mtu huenda hazungumzi na jirani yake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mfanyakazi yuko hapa hazungumzi na mfanyakazi mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mwanafunzi yuko hapa hazungumzi na mwanafunzi mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mama yuko hapa hazungumzi na mwanamke mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna kijana yuko hapa hazungumzi na kijana mwenzake eti kisa amekosewa. Biblia inasema msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba atawasamehe. Licha ya magumu Yohana aliyopitishwa, lakini bado aliendelea kuwapenda. Na ndio maana anawaandikia ujumbe huu, anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana mbingu zile za kwanza za kutesana zimepita. Maana zile mbingu za kwanza za mbinguni zimepita. Maana zile mbingu za kwanza za kuoneana wivu zimepita. Maana zile mbingu za kwanza za kunafikiana zimepita. Zile mbingu za kwanza za ukosefu wa watoto zimepita. Zile mbingu za kwanza za unyanyasaji na talaka zimepita. Zile mbingu za kwanza za kuteseka kwenye mahusiano zimepita. Ndipo nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu. Ahadi njema hii anatamani yeye alipo nami niwepo. Swali, unakani? Unaweza ukapokea mwaliko wa kuingia harusini, lakini ukawa mkaidi wa kuingia harusini. Unaweza ukawa na mwaliko wa kuingia ukumbini, lakini bado ukawa mkaidi wa kuingia ukumbini. Anasema naye atafanya nini? Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Naye atafuta kila chozi katika nini jamani? Macho yao. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya mume wake. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya masomo yake. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya mke wake. Kuna mtu huenda yuko hapa analia kwa sababu ya mtoto ambaye alimzaa akiwa salama, leo hii amekuwa ni mtoto anatumia mihadarati. Anataka kutia moyo. Kuna mtu anamtazama na kumsikiliza kutoka Muleba TV, anasema ya kwamba Bwana, nimelia sana juu ya ndugu zangu ambao tulizaliwa vizuri, leo hii hatuna umoja. Natamani nikutie moyo. Anasema naye atafuta kila chozi katika macho yao. Amen. Wala
mauti haitakuwapo tena, naye atafuta machozi. wala maombolezo. Ndio msomaji wangu, naye atafuta machozi. Natamani jioni ya leo Bwana akufute machozi. Amen. Kuna binti ananisikia hata sasa kutoka Bukelebe TV. Kuna mtu anasikia hata sasa kuwepo hapa, ni binti Brenda ambaye anasema, mchungaji, mwaka mzima napigwa tu matukio, nikiambiwa nitaolewa kesho nikishukutwa ninaachika na kuja mwingine, nimekuwa mimi ni wa kuachwa na kuachwa mpaka sasa nimekata tamaa, nimesema bora tu nikae mwenyewe. Nataka nikutie moyo binti ya kwamba Bwana atakufuta machozi. Kuna kijana yuko hapa, huenda amekuwa ni kijana mnyanyasika, huenda hana kazi, miaka inapita, mambo yamekuwa ni magumu, maisha hayaendi, hata wakati mwingine kula yake imekuwa ni shida. Natamani kukutia moyo mwingine unanisikiza kutazama ya kwamba katikati ya machozi hayo Bwana anaahidi atakufuta machozi. Anasema wala mauti haitakuwa tena, wala kuomboleza. Kuna mtu yuko hapa, nafasi yake ya kufurahi ni akiwa kanisani, akiondoka ibadani muda wote kwa kilio. Yaani kuna mtu akisikia tu ni siku ya ibada anasema afadhali nitoke tu hapa nyumbani maana nitaruhusiwa, lakini kazi yake kuanzia asubuhi mpaka jioni ni maumivu. Nataka nikupe faida hii, itakusaidia kidogo. Katika 100% ya mwanadamu, jamani, 100% ngapi? Jamani, 100% ngapi? 100 ya mwanadamu, 85% ni maumivu. Na ndio maana tuko hapa, wengine tunasikiliza ibada, lakini mwingine anawaza kutoka hapa atakula nini. Na kusogelea tena, tuko kwenye ibada ni kujilisha chakula cha Bwana, lakini kuna mwingine hapa anafikiria kwamba kesho mtihani wa immigration ataufanyaje. Hivyo kichwa hakiko kwenye ibada, anawaza mtihani. Daudi anasema kama pasingekuwa na kutafuta, Pastor Ledman anasema natamani kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu yuko hapa, nazungumzia 85%. Yuko hapa ameketi, ni mama au ni baba, ameketi hapa anasema anasikiliza ibada, lakini dakika 5 kwenye ibada, dakika 15 anafikiria mambo mengine ambayo yatampatia kipato. 85% ya mwanadamu ni maumivu. 15% ndio sehemu ya raha. Tena nimegawanya katika makundi mangapi? Jamani, katika makundi mangapi? Matatu. Sehemu ya kwanza ambayo mwanadamu anaweza kupata raha ni familia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Fanya nyumba yako kuwa nyumba ya raha. Nazungumza na wanawake ambao wanakosa kuwa baraka kwa watoto wao waume zao, na leo hii wanaume hawataki hata kutulia nyumbani. Nataka nikutie moyo wewe mwana familia, fanya nyumba yako kuwa nyumba ya raha kwa Yesu. Fanya. Siku moja mtoto mmoja akarudi nyumbani, akamkuta mama yake ameketi jikoni anapika, lakini wakati anapika machozi yanatoka. Anamwambia, mama, unalia nini? Mtoto anajibiwa na mama yake akiambiwa baba yake fulani hapo amekufa. Mwisho anasema, oh, baba yake fulani akipita analetea biskuti, baba yake fulani akipita analetea pipi, amekufa. Oh mama, baba yetu naye atakufa lini? Atakufa lini? Anakuwa kwa nini? Anasema ni heri yule baba angalibaki, lakini huyu baba yetu angalikufa. Bwana baba amekosa kwa baraka, akirudi kazi yake ni kupiga nyumba, haina amani. Ni heri analikufa baba kuliko baba yake fulani. Mgeuke jirani yako, mwambie tamani kuwa maana kwa jina la Yesu. Jamani, duniani kuna watu alafu na watu wa maana. Tamani kuwa mtu wa maana. Mje nikwambie, najaribu kutamani niwe kama Yohana, huyo mtu wa maana. Maana katikati ya changamoto hakukataa Ukristo wake, katikati ya shida alipambana na Kristo, akamwambia nitavumilia. Maana maandiko yanasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayefanya nini? Kuna mtu tu yuko hapa, alikuwa mwaminifu muda mrefu, hajafanya zinaa, amekaa muda mrefu. Sasa Bwana ametengeneza muujiza wake, anampatia sasa mwanamke au mwanaume wa maana. Hatimaye sasa ile wakati sasa ndio Bwana anatamani kumpea huyo mtu. Unakuta kijana anaanguka katika zina, muujiza wake
ya shida akakumbuka kusema, haya hiki kilio kitakuwa na mwisho, hata kama nitakufa mauti yatakuwa na mwisho. Maombolezo kama sasa, lakini kwa sababu naitazamia mbingu mpya na nchi mpya, katikati ya maombolezo naiona nchi mpya. Malizia msomaji wangu. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala maumivu hayatakuwapo tena, wala kuumizwa na mahusiano haitakuwepo tena, wala kuumizwa na biashara haitakuwepo tena, wala kuumizwa na marafiki. Mama, uko hapa unavaa sare na mwanamke mwenzako, lakini kumbe akija nyumbani anataka mume wako. Unasema ni shoga yangu, kumbe shoga anataka kutigiri vitu vyote. Ni mwanaume mwenzako, unasema huyu ni rafiki la kwake na kwangu, na kwangu na kwake, kumbe akija nyumbani anataka mke wako. Hayo maumivu hayatakuwepo tena. Kuna ndoa hata sasa hazina amani, maana zimejeruhika. Kuna marafiki wako hapa huenda na wanaonisikiliza kutoka mbali, ya kwamba wameishi kwenye urafiki lakini wamejeruhika, maana marafiki zao baada ya kuwalipa yaliyo mazuri wanawalipa yaliyo mabaya. Ili nikwambie, yule rafiki yako ambaye unasema ni rafiki, umepata sasa mchumba wako, unamwambia sasa nakutambulisha, huyu ni shemeji yako mtarajiwa, kesho yake yeye anaenda kukuchumba, unaachika, yeye anaingia. Maumivu hayatakuwepo tena. Malizia msomaji sasa. Wala kilio, wala kulia, wala maumivu hayatakuwepo tena, hayatakuwepo tena, kwa kuwa yamekwisha kupita. Yale ya kwanza ya kuumizana yamekwisha kupita. Ninapokwenda kumalizia, nataka nikwambie kwamba mji huu wenye kadi ndio watakaoingia, wale watakaovumilia hata mwisho ndio watakaookolewa. Lakini mji huu kuna watu hawahitajiki. Katika mji huu wa Yerusalemu kuna watu hawahitajiki. Mchungaji, hebu tupatie hao watu ni watu gani? Katika uchache kidogo, 21 aya 8. Tembea haraka kusimama. 21 anasema ndio bali waoga. Bali wenye nini? Waoga. Jamani, waoga, Bwana asifiwe. Kuna watu ni waoga. Nataka nikwambie, hofu iliyofanya wengi washindwe kufanikiwa maishani. Kuna mtu hata kuanzisha biashara, anasema hivi, kweli mtanunuzwa maduka yote haya? Kweli nikwambie, hata na wewe una riziki yako. Shangilia kusema amen. Kila mtu ana riziki yake. Mwambie jirani yako usijidharau. Mwambie jirani yako usijidharau. Wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Kwa samani, ni kweli maduka yako mengi, lakini acha hofu, fungua la kwako. Kila mtu Mungu atampa riziki yake, maana kitabu cha Mhubiri 5 kama si 11 au 9:11 anasema, maana si wenye mbio washibao na si wenye hekima wapatao chakula, lakini bahati huwapata wote. Kwa hiyo hata wewe Mungu atakupatia, acha mashaka. Waoga hawahitajiki, hao hawana kazi. Na wasioamini, na wasiofanya nini? amini, watoto wa Mungu, watoto wa Mungu ndio watoto wa Mungu ndio Tuna watu wengi walio wasomaji lakini wasioamini. Tuna watu wengi wanaojua Biblia lakini wasioamini. Ukiuliza swali, unajua kabisa kuna Mungu alimponya mwenye kibele, alikuwa na upofu, Kristo alimponya mwenye kipofu. Sasa ni kweli unaamini kwamba hata ukipofu leo ataona? Acha bwana masiara yako. Acha kututania. Wapo wasioamini. Leo hii nikuambie, tutoke hapa, twende Mount Meru Hospital. Tukifika pale na kuingia pale, tutafute wagonjwa ambao wameathirika na saratani,
wanatoa nyama miguuni zinakata kile itoto leo, alafu nikwambie leo wanaenda kupona. Acha utani hapa, neema tu ya Mungu. Lakini hii, kwa hiyo unakuta kuna maombi ambayo naita ni maombi bandia ya kusema hivi. Unakuta mtu anaomba, anakuambia Bwana, naomba nibariki, mwaka huu ninunue gari, mwaka huu nijenge nyumba, mwaka huu nifanye hivi. Ushakumbuka hivi na wewe ulivyofanya 1 2 3, unasema mapenzi yako yatimizwe hivi. Sahau. Wasioamini hawatakiwi. Tafsiri yake ni hii: wanaoamini wanahitajika. Nataka nikutie moyo, mwaka 2022 mwezi wa 12 tumekuja chuoni hapa, nikatoka nikiwa naelekea kuhubiri Sanya siku ya Sabato. Nilitoka asubuhi nikapigiwa simu kwa mtu kuna binti ambaye amefanywa dialysis mara 3. Anaitwa Veronica, mara 3. Basi nashukuru tu, nipigia simu nikamwambia Mungu, anasema amevimba macho yote ni njano, na hata sasa daktari amesema inatosha, tunasubiri tu kama analala mikononi mwa Bwana. Wala tukuomba sana. Nimwambia Mungu, mpaka umeruhusu basi na mimi niombe. Mimi siponyi wala kuisha, lakini wewe Mungu unaweza kutenda makubwa. Nimezisoma habari zako na kuzishuhudia pia na kuzidhihirika kwa Veronica. Tuliomba, ilikuwa ni asubuhi. Nilipofika tu Sanya juu na shuka kwenye gari, napigiwa simu ya kwamba Veronica ameamka kitandani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatano ninaenda Shams kwa maombi hapo mjini. Veronica akaja na ndugu yake akishuhudia kwamba amefunguliwa. Nataka niwaambie kwamba linaloshindikana kwa mwanadamu kwa Mungu linawezekana. Je, unaamini? Yesu anakutana na yule mhitaji, anamwambia, je, unaamini? Akasema, ndio Bwana. Muujiza wake ukaonekana. Wasioamini hawahitajiki. Tunaweza tukawa wengi ndani ya kanisa, lakini wanaoamini wakawa ni wachache. Natamani uwe mmoja wapo wa wale wanaoamini nguvu ya Mungu katika maisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani katika wale wachache wanaoamini nguvu ya Mungu, zawadieni nami nipate kuwepo hapo. Malizia msomaji sasa. Na wachukizao. Jamani, kuna mtu siku haipiti pasipo kumchukiza mwingine. Huo mji hataki. Wachukizao, Bwana asifiwe, hawapo. Yaani kuna mtu siku haipiti pasta kutwa kama hajakukera mtu. Siku haipiti. Watu wa namna hiyo, huo mji kushinea hawatakiwi. Malizia msomaji. Na wauaji. Jamani, wauaji, Bwana asifiwe. Unafikiri kuua mpaka ushike kisu uende ukamchinje mtu? Hata mtu tu anakuwazia mabaya. Jamani, huyo ni nani? Ngoja nikupe mfano mdogo. Tunafanya kazi ofisi moja, na ofisi hiyo mimi naitegemea watoto wangu wale ndugu zangu wasome au familia yangu ipate kuenea hapo, alafu kesho ukanifikia hapa ili nifanye kazi. Jamani, huyo mtu ni nani? Jamani, huyo mtu ni nani? Ni muuaji. Nikupe mfano wa kweli. Baba mmoja akanunua gari katika kijiji kizima, alikuwa hana gari. Na wakati amenunua gari, siku moja akaja baba mmoja akawa amekuja nyumbani kwake, anakimbia, anamwambia rafiki, anagonga mlango, jamani, mtieni baba yenu, maana mke wangu ni mjamzito, anatakiwa kwenda kujifungua na kutoka hapa kwenda hospitali ni mbali mno. Watoto wakamwambia, baba alisema akilala asiamshwe. Mwishoni baba akasikia. Aliposikia, mtoto mmoja akaja kwa siri, baba unaitwa? Akasema, niwaambiaje ya kwamba nikilala nisifanye nini? Mwambieni baba amelala. Basi mtoto akarudi, wakaendelea kukazana ya kwamba baba alisema akilala asifanye nini. Jamaa akarudi nyumbani haraka, akachukua mke wake mjamzito, akaweka kwenye baskeli, akaanza kumtembeza. Barabara ile ilikuwa na fomi, ilikuwa na mawe makali. Wakati anatembezwa kilomita kadhaa, akashangaa damu zinamwagika. Anamwambia mke wake, itahidi kidogo, maana muda si mrefu tunafika. Lakini baba anakokota baskeli huku analia machozi, maana mke wake hali ni mbaya. Baada ya kilomita kadhaa, akasikia kile kilalamiko cha mke wake kinazidi kupungua, kinazidi
baiskeli analia, anakwenda hospitali, anamwambia ni kazi tu, maana muda si mrefu tunafika. Anasema walipokaribia hospitali, madaktari wakaja, wakamchukua haraka, wakamuingiza ndani, wakamwambia usijisumbue, mke wako amekufa. Muuaji ni nani? Jamani, muuaji ni nani? Leo akisikia kuna msiba, anasema jamani, niandike daftari haraka haraka. Kuna shida gani pale kwenye msiba? Anaandika 500 au chukueni mchele na dumu la mafuta, nitamsaidia nini? Bali wauaji hao mbinguni hawaendi. Anamaliza kusema na wazinzi. Jamani, wazinzi, Bwana asifiwe. Wasiojua kuzuia miemko yao, hao mbinguni hawaendi. Na wachawi, Bwana asifiwe. Wapo mchawi, sijui tu anashika tunguli apate kukuangia nyumbani kwako usiku. Wewe kwambie, mchawi ni yule ambaye hata utakapoinuka kidogo, alafu anasema tutaona. Jamani, wewe ni mchawi kasoro tunguli, ashindwe kwa jina la Yesu. Ngoja niwaambie, hata yule ambaye leo hii unamwambia natamani kuscore GPA ya 5, anakwambia mpaka wewe. Jamani, wewe ni nani? Mchawi, ashindwe kwa jina la Yesu. Mchawi ni yule ambaye wakati yeye anawaza mazuri, yeye anawaza mabaya. Nitolee mfano ndani ya kanisa. Yaani mchawi ni yule ambaye tunatamani kuweka tiles hapa, usoni tuwe na bango kubwa hapa linaloonyesha gari yeye. Alafu tunasema jamani, tutakuwa na vitu 1 2 3, lazima ni hili kanisa, labda kama kuna lingine, lakini kwa hili tutaona. Huyo ni mchawi kasoro tunguli, ashindwe kwa jina la Yesu. Nataka kuzungumza na mpendwa mtazamaji wa Bukelebe TV sasa online ya kwamba mchawi ni yule ambaye wakati wewe unawaza yaliyo mema, yeye anakuwazia mabaya. Yeye huyo ni mchawi kasoro tunguli, tena ashindwe kwa jina la Yesu. Bali wachawi mbinguni hawahitaji. Na hao waabudu sanamu, na hao wanaoabudu sanamu, wote wanaoabudu sanamu na wale waongo wote. Yaani kuna mtu yuko hapa ametoa message ya kwamba wanaboku hapa, anasema niko Arusha mjini kwa siku moja nimepanda gari naelekea Moshi, alafu yule mtu alikuwa hana sauti ndogo, halo uko hapa, anasema hapa niko Babati kwenye mashamba yangu. Sasa Babati tunaelekea, tuko Kikatiti, huko Babati. Unajua gari zima likamshangaa. Nataka nikwambie, mimi sikumshangaa, maana katika ulimwengu wa sasa tumepikwa na wimbi na uongo. Kuna wanafunzi wako hapa wanatamani wale wakati mwingine kusaidiwa karo, lakini wanasema uongo ili wapate pesa. Uongo. Unajua kuna kitabu nimeambiwa ninunue kinauzwa 700,000. Ni commentary hiyo. Sasa ukitumia tu hiyo basi utajua nitafanyaje. Anatumiwa 700,000, kumbe hana hata commentary. hela ya simu. Kuna mzazi mmoja alikuwa hajui Kiingereza. Asante sana pastor. Sasa mtoto wake anapigia simu, anamwambia baba, nimevunja asembo. Anaambia nilikwambia usichezee kitu vya watu. Sasa baba anatuma hela ya asembo, hajui kwamba ni sehemu ya kusema jamani mstahili. Kuna tunaambia tumetumia uongo katika kujipatia hata mali. Wakati mwingine hata kujipatia wachumba tumetumia hila na uongo. Unakuta kijana anaomba gari ya mtu, anaomba na suti ya mtu, anaenda kutongozea. Akifika pale sasa anakali kwa ufungua na kaningiliza nini binti anasema huyu kijana yuko na hela. Lakini kumbe muda huo kaingia kwa pastor wake kampa 100,000, anamwambia utachange 5,000 zionekane ziko nyingi. Alafu anamwambia hela ya kuchangia na 5,000 itatosha, anazitoa tena anaziniwa hivi, alafu uongo na hila. Kuna wengine mwambia rafiki, ili tu kufanikiwa katika maisha yao wamependa kutumia uongo na hila. Natamani nikwambie jambo hili, utakapotumia uongo na hila, mbinguni uende. Jioni ya leo Bwana anakualika, anaishia kwa kusema mwisho yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sehemu
ndio mauti yao, ndio katika lile ziwa liwakalo moto. Natamani mimi na wewe katika siku ya maombi, Bwana asituhukumu katika mauti ya moto, lakini tuandalie kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wakati wanasema kama Yohana alivyosimama katika kweli, yamkini ya kwamba walipeleka kwenye mateso, lakini maamuzi yake na Bwana hayakubadilika. Nami natamani Bwana nisaidie, anipatie ujasiri kama wa Yohana, ili na mimi niweze kusimama hata katikati ya changamoto, lakini nimetetea kweli. Watu namna hiyo naomba nyoshe mkono juu, si wasimame pamoja nami.